Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Kishki TV, lakini hali kadhalika mtazamaji wa Bambara TV, Amno TV, Amigo TV, pamoja na Islamic Swahili Dawa TV kutoka Burundi. Karibuni sana. Tunaendelea katika kukutana na wageni mbalimbali ambao wanafika hapa airport ya Mwalimu Julius Nyerere, ambao wamekuja kwa tukio maalum kabisa la mashindano makubwa zaidi ya Qur'an tukufu ya mabara yote ulimwenguni yanayoandaliwa na Al Hikma Foundation chini ya usimamizi wa Sheikh Nuruddin Kishk. Mimi naitwa Esden Jumanne kutoka Kishki TV, na sasa ni wasaa mwingine tumekutana na mufti wa Burundi, anaitwa Sheikh Nayabagabo Salum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, kwanza karibu sana Tanzania. Ningependa kwa uchache uniambie ilikuwaje safari yenu kuja hapa? Wallahi alhamdulillah, ilikuwa safari nzuri, tumefika salama, tumetoka salama nchini mwetu, tumefika salama nchini ya Tanzania kwenye uwanja wa ndege wa Julius Nyerere. Alhamdulillah, tumefika salama. Mashallah, karibuni sana. Sasa wafahamu, najua Qur'ani ni kitu kikubwa sana, na mara nyingi Qur'ani inaunganisha watu wa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo sisi tunajisikia faraja sana tukiona tunapata wageni kama nyinyi. Kupata mgeni kama mufti ni kiongozi mkubwa sana. Ningependa kufahamu kwanza muamko wa mashindano haya, muamko wa kusoma Qur'ani, usomaji wa Qur'ani nchini kwako unapotoka. Sababu jana mimi nimepata bahati ya kumuhoji au kumuinterview mmoja wa washiriki kutoka kwenu ambaye aliwashinda washiriki 20 huko. Natamani kujua kwanza muamko wa usomaji wa Qur'ani nchini Burundi uko vipi? Alhamdulillah, kwa kweli ni kwamba usomaji wa Qur'an katika nchi yetu ya Burundi alhamdulillah uko kwenye mstari ambao tunaweza tukasema kama ni mstari mzuri sana. Kwa sababu tuna masomo ya Qur'ani, tuna halakati za tahfidh al-Qur'an kwa sasa hivi katika mikoa mbalimbali. Vijana kuna muamko wa kuweza kuhifadhisha watoto Qur'an, na alhamdulillah na sisi tuko tunajaribu kuiga nchi zingine mpaka tuweze kufika kwenye kuandaa kama mashindano kama haya ambao na nchi ya Tanzania chini ya Al Hikma Foundation kiongozwa na Sheikh Nuruddin Kishk, Rabbuna yahfadhuhu, na sisi tuweze kufika kwenye level kama hiyo inshallah taala. Naam. Unapoona vijana wanavuka borders mbalimbali, yani wanavuka mipaka ya nchi yao kwenda nchi nyingine, duniani kote watu wanasafiri kwenda sehemu fulani, viongozi wa dini wanasafiri kwenda nchi nyingine kwa ajili tu ya kitabu cha Mwenyezi Mungu, hii kwako kama kiongozi mkubwa wa dini, kwako inamaanisha nini? Inamaanisha kwamba kitabu cha Mwenyezi Mungu, Qur'an tukufu, ni kitabu cha haki. Ni mwongozo, alafu ni nuru. Na mtu hawezi kutembea katika giza. Na sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaisifu Qur'an, wa kadhalika ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha. Maana yake wa kadhalika ja'alnahu, hadha al-Qur'an Rabbuna Subhanahu wa Ta'ala ameijalia hii Qur'an iwe ni nuru ya kuweza kumuongoza mwanadamu, kwa sababu mwanadamu hawezi kutembea ndani ya giza. Kama hauna Qur'ani, ina maana unatembea ndani ya giza. Kwa hivyo tunaona kwamba hii Qur'ani Allah Subhanahu wa Ta'ala ameijalia iwe ni mwongozo wa binadamu, Muislamu na asiyekuwa ni Muislamu. Inshallah Ta'ala tuna imani ya kwamba hii Qur'ani itakuja kuwainua waja wa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na wengine mtakuja kuwabwaga kama vile ambavyo mlivyofanya shiari ya huyu musabaqatul Qur'an, kwamba hii Qur'an ya kutuinua daraja ya Allah duniani na akhera, na vile vile ni ya kutubwaga hapa dunia na akhera. Naam, shukrani. Mashaallah. Kwa ndugu zetu wa Tanzania, naamini watakuwa wamepata ujumbe mzuri sana hapo, hata wa Burundi pia. Lakini kwa hao ndugu zangu wa Bambara TV, Amigo TV, Amno TV pamoja na Islamic Swahili Dawa TV, wameniomba ombi maalum kabisa kwamba ni muombe mufti aseme kitu fulani kwa lugha ya nyumbani kabisa, kuhamasisha usomaji wa Qur'ani na watu kufuatilia dini hii ya kwetu kwa lugha ya nyumbani kabisa. Twende kazi, dakika chache. Kwa ufupi tumeshaingia katika nchi ya Tanzania. Tuongee Kirundi. Swali limeulizwa kwa Kiswahili, sasa nijibu kwa Kirundi. Inshallah taala. Tukagomba dusabe abariko baratukumviriza bose biciye kuri zi mbonesha kure z'amarezo sosio, yuko bogerageza kwitaho ugwaruka abana babo kubigisha Qur'an. Uyu munsi Qur'an ni gitabu kiriko kirandikisha amateka ku isi.
nta gitabo na kimwe turabona ku isi abantu bashobora gushira ku mutwe guhifadhi gishika impapuro 300 400 atanu rudome na rumwe basimvye kandi kigashobora guhifadhi donc gushigwa ku mutwe n'abana b'imyaka 7 8 9 10 ni igitabo cy'igitangaza sabe rero abarundi bose bariko batwumviriza bagerageze kwitaho abana babo abayisilamu mu ngo zabo bageze guhimiriza abana babo bashobore kuza baritaba ibyicaro bya Qur'an kugira ngo bashobore guhifadhi igitabo cya Qur'an kirimwo ubuzima bwabo kirimwo umuco kirimwo iherezo ryiza ryabo ryo ngaha ku isi no ku munsi w'imperuka inshallah taala twongera dushimira n'abateguye umusabaka iri higanwa ryo muri Tanzania riri munsi ya Al-Hikma Foundation rirongowe na Sheikh Kishki Nurdin bigeze no kudutemberera araca imuyinga araca Gitega araca Ngozi arashika n'Ibujumbura alhamdulillah ibi byose no kugira ngo abantu bagerageze guhamasisha no guhanahana ingufu no guhanahana byiyumviro by'ukuntu Qur'an ishobora kutuduza agaciro ntituzo mu bantu bashobora kumanuzwa agaciro na Qur'an ahubwo tubi mu bantu Qur'an iha agaciro inshallah taala tudusaba n'indongozi zose mu Burundi abayimamu bose ibi turiko turavuga babishire mu ngiro babikorera akazi hama ntibe Qur'an yo gusoma ku rurimi ibe Qur'an yo mu bikogwa be Qur'an yo mu bikogwa inshallah taala wabillahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh shukran Sheikh nisikuchoshe karibu sana Tanzania nenda kupumzika Sheikh shukran uwe na wasaa mwema naam nimemuelewa vizuri sana hapa mwishoni nataka nianze kukutafsiria neno moja baada nyingine lakini na kuahidi njoo uwanjani sikio nitatafsiri script yote aliongea hapa sawa Qur'ani ima ikunyanyue au ikubwage twendeni katunyanyue tukutane tarehe 16 mwezi wa 3 Taifa siku ya Jumapili karibuni sana Kishki TV nuru ya dini yako.